Wadau na wadau debts, it's another week, another episode of Real Talk with Sledge. Maze leo ni kumoto. Leo guess now. You know how I do it, sindio? Leo maze na kuambia topic ni moto. Hey, maze mi have a conversation na my peers and everyone. Na ni kama wazazi wetu, especially our mothers. Ni kama walienda shule same. Hey maze, ile raising tuliraiziwa. Wote tuko na story same. Yo, our mothers walikuwa kama superheroes man. Au walikuwa na superpowers yani. Mazuta utafanya makosa yako in private huko. Penye hakuna mtu alikuona, lakini ukikuja mamako anajua. Ile kichapo na hata usiseme. So yo, leo nataka tujue mazee, tuangalie experiences of our lives growing up na vile impact life yetu, vile tuko saizi wakubwa in terms of decision making, na kama tutataka kuraise watu wetu the same way, and as in watu wapeana insights zao. Na guest leo ni wa moto. Hey, ni kumoto sana. Na leo kijana bro, mso wako all drop ako kama nini? Mwali hapa. Oh shit. Guys, uliza but ni sawa, hizo ni details ndogo. Tunaweza piga hivyo? Uko sure? Kara kwa nini tazama hivi kwa nini na mali? Okay, sawa. Hey mafans zeni jo, Ukishoot utafanya hivi. Kuna subscribe alafu tununue nguo zingine. Wananiambia kwa sawa. Maza by the ndo unafaa kusubscribe hapo. YouTube ianze kunilipa jo. Hajaanza kunilipa bado. Ninunue nguo nyingine mazi, imeniacha. Kuna modeli. Bado ni sawa. Sawa tu. Tuweke montage. Wadau na wadau debts. Maze nimwambia ni kumoto. Nimwambia topic ya leo ni hapa tu. Moto. Zile vitu mama zetu wametufanya. Zile vitu wazazi wametufanya. So vile nimwambia tunaona guests ndio hawa hapa, na it's the first time maze kwa shetu kwa guests watatu. Na enjoy like maze hapa Sausage Festival hapa mse. Lakini tuko na neutralizer, tuko na mdemo hapa na neutralize. Tuko maninja watatu na dem moja hapa, acha wajiintroduce. Na uzuri hao wote mmeona before hapa. Si wageni kwa show. Unaona? Mafans walisema wase warudi, nikasema okay. Wacha ni wa combine for this episode. Au sio? Wacha tusikie wanaitwa nani? Wanatoka wapi? Wanafanya nini kwa life? Alafu we delve into the topic. Au sio? Wadau. Ladies first ama Sausage first. Inabidi ameanza. Inabidi ameanza. Hata mtu kunywa Fanta ndo anacheza. Leo tutakunywa chesa ndo tunakunywa maji kwanza. Naitwa Sister Sibyl, kama writer. Mimi ni artist wa kuchora na kucheza pia. Wa kucheza. Hajasema ni mchezo gani? Unataka kuchora mchezo gani? Si mchezo wa kuigiza. Show ikiisha utaingia kwa DM atakwambia ni mchezo gani. Anacheza huyu. Mimi naitwa Yelsin Onyonka Yela. Jina rahisi. Yela Helsinki. Mimi naitwa Roy Bivan Kusimba Msamali. For the first time nimesema majina yote. Najua last time nilisema tu moja mpaka sana shaka. Mzee mkate. Yeah. Mimi I'm a junk of, but in short I am managing a company. Yes, a production house company ndogo inakuja. Yeah. Kabisa. Tunasikia topic wote tutaanza kucheka tu kwanza. Jua vile tuliraiziwa yani. Na funny thing, sijui mama zetu, wazazi wetu, sana mothers, sijui walienda the same school Afrika mzima. Juu kuna best study wanaijaa. Mazini kiza kupiga story vile niliraiziwa. Story zetu ni same. Like unasemanga story, maze, me too, there's a day my model. Ile accent yako ni mbovu. But niko sure maze mna relate pia nyinyi. Juu vitu tumepitia ni almost zile. Walikuwa supernatural. As in walikuwa superpowers zao. So acha tucheze na mdem atakuwa mwisho. Acha tuanze na maninja. Maze, experience yako growing up ilikuwaje?
Ni experience yangu ku grow up imekuwa tu ni comedy hiyo maisha. Niambie mama yako atakukataza aje kukula kwa jirani? Jirani amepika nyama ya kuku Sledge. Sledge wewe unajua nyama ya kuku ni nini? Umetoka kwenu mmepikiwa sembe na sukuma ama kunde. Ama kunde. Unafika kwa jirani unakatazwa kukula hiyo kuku. Aje. Kwa nini mzazi akukataze kula? Ukikula hiyo vita. Ukikula ni vita. Haujui anajuaje lakini atajua. Shida si kukula. Shida ni kukula kwa wenyewe. Atajua. Na atajua. Bro, experience growing up. Highlight, the first highlight kwa unajua mpenda highlight ya kwanza. First highlight before tuingie ndani. Naweza sema in one word. Wow. Wow. Mrembo, inakuaje? Huyu akisema mimi niko kwa bawel, niko we. Ilikuwa kunoma. So, hebu tuanze na ile kitu ilikuwa the highlight of growing up. Ile kitu mazee unakanga chini hapo unaangalia wazazi wako, either mother mabudu unasema, "Hey, yani ulinifanyia ile kitu nakumbukanga tu unasema, "Hey, wewe ulikuwa mamangu kweli. Wewe ulikuwa unanichukia." Ile kitu ilifanya ukasema mimi nitahama kwa hii nyumba. Tuanze na Mrembo this time. Mimi kuna story ya babangu. Babangu ni disciplinarian mzee. Unasikia ile design ya polisi. Kitambo tulikuwa na zile kuku za grade. Alafu sasa time ziliuzwa. Si unajua tule tuvidudu kwa kuku kwa shingo. Tunaitanga nini? Vudu huna. In mother tongue. Tule tududu. So like place kuku zilitolewa, si zilibaki hapo. So mzae time nilipewa suspension nikiwa high school. Nikasundwa humo ndani. 3 good days. Hakuna chakula, choni hapo, kukojoa ni like kila kitu ni hapo kwa hiyo nyumba. Yo! Hey, huyo alikuwa Hitler. Huyo ni babangu. Hiyo ni kai. Yini leo nasimanga kwa jela ukikosa unatupwa huko for 24 hours. Nothing. No jua, nothing. Or for it Kwa hall. Huo ndo Mrembo ulileta show. Bro, na ile highlight. Mimi highlight yangu 2011. Hadi kuna mwaka. Yes. Ninakumbuka. Nilipigwa sasa yenye siku deserve. But up to now inakuwa my worst experience in life. Mpaka mwalimu zina time sana. Alifanya kalishwa suspension. So kufika home. Nenda tu disciplinarian mother. Hiyo time buda alikuwa Tanzania. So unajua madam anaamsa pressure. Mazee alikuwa baya. Wewe unajua kitu alimfanyia? Mti. Yeah. Mimi nilikuwa nikapasua mti peke yangu. Yeah. Mti na ni cypress. Unajua cypress ni ngumu. Hizi na ilikuwa shakuwa kubwa. Shoka si sharp. My friend, niliekwa hiyo muda yangu ya suspension ilikuwa niangushe huo mti. Nukate kuni. Pasue kuni. Unajua kusonjola. Yes, hizo vijiti yote ikue kuni. Na hiyo goma isikue chafu. So mimi nilipasua kuni my friend. Hey bro. Huyu alitupa kwa den, kwa hall. Huyu naye angekuwa dem tungesema hapo ndo aliintroduciwa kwa kuni. Lakini pia na hiyo ni boys hapo ndo aliintroduciwa kwa kuni bado anake kuni naye. Alitengeneza kuni. Umetengeneza hapa tu. Alitengeneza kuni. Mimi kitu sijaelewa mbona mzazi akutumie viboko za kuchapa. Ulipata nini? Nilienda ilikuwa futa. Mimi nikigrow up si ati nilikuwa napenda futa sana. Nilikuwa nachona mzae mchana, mama anaenda job mchana, mzae alikuwa anafanya kazi jioni usiku. So mzae tunachona yeye mchana. Madhe akienda job, mzae atapika lunch, aniachie, yakienda shughuli zake, aniache kwa nyumba, aniachie assignments,
aniambie shika encyclopedia, fanya paper 1 2 3 4, ukimaliza kula food udoze. Mimi siwezi kula na nilale. Kwa nini? Mvua inanyesha, kuna matope. Mimi ni kijana, utafanya nini kwa matope? Nikatoka nikaenda mchezo kawaida. Nilirudi sledge kwa nyumba, mzazi alinimwagilia maji tena. Alinimwagilia maji na nimenyeshewa maji. Kitu nilifuata next ni makonge, nikiambiwa enda utafute kiboko ukuje nayo tena na ukae hapo chini umalize hiyo chakula kabla uende viboko. Na funny thing ni ukileta kiboko ndogo Ni makosa. Vita. Ni makosa. So mimi kwanza mimi nilikuwa kurutu. Mimi si tulikuwa tunapigwa daily kwetu na mzae. But ile na hadi na kumkangadi wa leo ilikuwa madhe. So unajua hizi malori ushago, malori ama pickup zikipita kuna ile kwenda kudandia. So hizi lori za tata, hizi tata za mchanga. Kuna moja ile imepita tulikaita imeenda. Sasa ikirudi sisi hao, mimi ndo nilikuwa mbio kuliko kila mtu. Nikienda nikadandia. Mimi hao wengine hawajadandia juu hawezi nishinda mbio. Mimi nimedandia, nimeenda. Naangalia mazee hii lori inakaribia Tarmac Road na speed haipunguki. Unajua nilikuwa mjinga, sikuwa najua before ingia kwa Tarmac lazima itasimama. Mimi nasema hii lori vile inaenda itaingia, nikiingia kwa lami mimi sasa nitajipata huko town nafanya nini huko. Mimi ni nani? Nikajiachilia. That is the last hiyo ndio kitu mwisho nilikumbuka. The next thing nakumbuka, niliamka watu wamenirao hivi. Niko kwa nyumba, nishaka hadi kwetu. Baada kaniangalia, umeamka? Hizi mdole ngapi? 4. Akanipea maji nikakunywa. Uko sawa? Kuja hapa. Ile vita nilionyeshwa. Niona kidole kama Lakini ni kama walienda shule sempre yani. Shule. Okay. So nataka kuona tu vile hiyo design tulireziwa, the hardware ina vile impact life yetu saa hizi compared na watu hivi wanareziwa saa hizi na vile unaweza imagine vile watakuwa in the near future. Sasa hivi mazoezi piga mbele wako. Sasa hivi watu wa children's rights watakujia. Sasa hivi watoto wako watakupeleka kwa children's rights. Utapelekwa jela sasa hivi umepiga mbele wako. Kuna jela. Kwani nilimzana haya. Buda, unaenda jela mzee. Acha bro nikwambie. Mimi discipline ya madhende imefanya niko hivi. Unaona hiyo kitu alikuwa ananifanyia ni kwa mtoi. Mimi alikupigia tu story kidogo. Sijui kama tuko na time. Iko director. Nasema iko sawa. A story of 45 seconds. And then sisi tuko watoi from class 3, class 4 mpaka class 8. Wanajipikia breakfast. Unajua wakati wa kuamka ilikuwa saa ngapi? Unaamka 3 AM class asubuhi. Yes, unaamka. Haya, nakumbuka tuko na ng'ombe. Si unaelewa tu wote. Ng'ombe. Huyu ng'ombe nakumbuka mimi ndo mkubwa, so hao wengine wadogo. So lazima huyu ng'ombe akatiwe na ile grass. 3 unamwacha na chakula. Hiyo time tulikuwa tunakamua ng'ombe. So lazima akamuliwe. Pika chai, fanya nini? Kunywa chai, enda shule. Wewe enda shule bila kunywa chai. Ama fika shule kama umechelewa. Utapigwa huko, utakuja unaambiwa nyumbani, alafu sasa the worst maze kosa lunch. Na kumbuka lunch unakuja kujipikia, si ati madha anapika. You are coming to cook your own food, your own lunch. Iko time nilikosa lunch. Si story unajua what happened next. As they say. Bro, yani okay, nilichelewa, mwalimu ndiye alichelewa kutoka class. I remember it was class 7. Mwalimu amechelewa kutoka class. So mimi na beshte yangu kwao ni karibu. Nikasema acha niende nikule kwao niku. Fika tu nyumbani jioni ulikula hadi nani? Kwa rafiki yangu. Nimekufunza hivyo, si ndio? Nilinyoroshwa bro. Mimi bado nimekuwa hapo kwa kukata nipe class 3. Mbona ukate pia grass? Acha nikwambie. Utakata kwa sababu sasa nani anachunga ng'ombe? Mzae hayupo. Ni mmoja peke yake na hayupo. Hiyo baridi. Na wewe na imagine sasa hizi wewe ni mtoto, so nipe grass ni ndefu kwako. Yes, unaendea nipe grass kuna deal. Manze unapita kwa nipe grass. Vile ina lakini hapo naye madhara wanatujali. Anahakikisha wenda kata nipe grass bila sweater na kupati. Hiyo nayo hapa. But still, nikosha huko unakata na gloves.
Tuko na class. Ni hivi. Nazishika hivi. Hiyo ndio sababu hii mkono ni ngumu. Hebu shika uone. Sasa lazima uache ng'ombe kama anakula. Nakumbuka ukishapika chai asubuhi, unaacha vyombo kama ni safi. Unaona kila kitu ni nyumba imefagiliwa bro. Kuku wamereleasiwa, wametolewa. Nyumba ina madha kiamka yeye 1 2 alafu relax. Hapo kwa watu wewe unajitafutia maisha. Yeye anatafuta yake. Nataka kuleta wewe. So you must look for your life. Look ndo find. Unatafuta. Hiyo discipline my children must follow that. Hii ujinga tunaambiwa sisi unapelekwa sisi children sisi watu waacha wakuje kwangu. Wewe mrembo. Saizi vile life yako vile unaishi saizi, hiyo kukuwa brought up the hard way, hiyo kufungiwa kwa hiyo shimo for hii yako. Kwani alianza kwa jambazi mapema. So hiyo imekushapeaje kuwa the person you are saizi? Mimi acha live alone that kuna incident yenye nikirelate na parents wa saizi iko very weird too. Home kuna ule mtoto mwenye anaishi na shosho yake. Alafu ni kamwizi kabaya. Ukiambia shosho yake anaona nikaa unaonea mtoto wake. Lakini mimi nikikumbuka time niliiba, mamangu alikuwa anachukua pesa za chama, anaweka kwa kabag fulani kwa room yetu. Mimi ni nani? Nikaenda nikaiba. Wacha mamangu ajue. Nililazwa kwa meza, alafu mzaaya kakuja. Dadi alikuwa na plank fulani hivi ya misumari. Amedunga hivi misumari 2. Anakuwekea hapa na hapa. Sasa umesimama hapo katikati. Akutandike sasa sinajua hizi songa juu kisonga utakanyaga msumari inabidi umesimama hapo katikati. Nimeiba hiyo. Sasa mimi kama were it not for that for my parents being that strict. Mimi nashuku ningekuwa kamwizi kabaya sana juu design niliiba hizo pesa. Au kuna Michael Scofield. Hadi nani class 2. Ugoja za kiprofesa. Nasema we will start with your 5 book. The main plan is 5 book. Yes. Okay. Me in as much as wazazi walitulea in a very very hard life. Hiyo viboko ya kucharazwa. Mimi naona hii generation yetu vile tuna grow hatufai kulea watu wetu hivyo. Juu mtoi okay mimi sikia mimi class nilisoma, mimi student nilisoma, ilikuwa ni jamaa anaitwa Rousseau, ni French, ni philosopher French. Alisema society spoils the child. Mtoi akizaliwa ako innocent. Smile. Hata yeye mwenyewe anajua society imemharibu. Ukiona ana smile hivyo ni society imemharibu hivyo. Huyo ni philosopher mzima alisema school ama society spoils the child. Ukizaliwa huko unajua kitu yote. The moment ukaingia kwa society ukaanza kuona vitu mbaya, si ndio? Mimi kama mzazi mbona nisikukataze kwanza badala nikuchape? Lakini kama wewe ulikuwa unachapwa before katazo. Mimi kama ulikuwa unakatazwa kwanza ndio uchapwe. So ulikatazwa mkichapwa. Uliambiwa usikule kwa jirani. Wewe ukaenda ukakula. So ukaenda ukachapwa. We are having very very many English. Continue. Ladies and gentlemen, we are having very very many indisciplined cases in high schools. Why? Alafu unasema ati watoto wasikuwe disciplined, si ati wasikuwe disciplined. Ambia mtoto kitu yenye iko right ndo afanye. My friend. Na huko sure kama uliambiwa mimi nilikatazwa kukula kwa jirani. Ukaenda ukakula. Mbona how sure mtoto wako ukimkataza atasikia? Mbona nilichapwa bila kuambiwa reason ya kuchapwa? Niliambiwa nilienda tu kukula kwa jirani. Kukula ni makosa? Labda kuna reason zake. Hapana reason zake. Mbona simwambie? Mzazi wako ameishi kukuliko bro. Akikwambia kitu fuata. Hii society umesema positive na philosopher wako ya society inaharibu. Na hiyo ndio mfanya ni ukweli. Watoto siku hizo wanachoma tu mashule na wako. Kwa nini? Waliambiwa zina president format hakuna kuchapa watoto shule. Unaona? Siku hizo wanachoma tu shule venye wanataka. Juu wewe hutanichapa. Time yetu shule zilikuwa zinachoma hata. Ulikuwa unaambiwa see you in the chemistry lab at 4.
Lakini nachomo. My friend. Hapa. Unaona hapa? Kwanza ulikuwa kwanza kabla mzazi wako kufikia. Jirani kwanza anakunyorosha. Ndio anakuleta nyumbani. Jirani anakuleta nyumbani. Ilikuwa kwanza kuwa na bro mkubwa. Communal discipline. Yes. Communion. Bro mkubwa kwanza atakunyorosha. Au Ulifikia wapi? Mimi nimetandikwa na majirani. Unapigwa kwanza hata si jirani wa karibu. Wewe huko. Anajuanga wewe ni mtoto wa fulani. Alafu akikupeleka kitu kwa uzuri anatanaga na wewe hivi. Na mtu akiona amekushika hivi. Amefanya nini huyo? Nyinyi tunaambianga amlete. Sasa hiyo hadi ndio ufike home. Tutanyorosha nao watu wote. But me point yangu major ni in as much as mzazi atatandika mtoto. Chapa mtoto akijua reason. Juu mtoi ata grow up akijuanga mzazi alinichapa juu ya kukula kwa jirani. Sasa hivi nimekuwa mkubwa nitaenda kwa jirani. Nikule. Mbona mzazi asinichape juu nakula sasa kwa jirani? Juu umekuwa mtu mkubwa. Nimekuwa mtu mkubwa. Nikiwa mtoto nini ilinifanyikia after nimekula kwa jirani? Let me answer. My friend. Wewe ulikuwa unachapa bila reason? Mimi sasa ya kukula kwa jirani hiyo ni kuchapa bila reason. Ulikuwa unachapa bila kukula kwa jirani. Unajua kwa nini? Unajua kwa nini unapigwa kwa kwenda kula kwa jirani? Iko kitu inaitwa hii ulafi kwa Kiswahili inaitwa si ati hataki ukule huko. Hataki uzoezi, ukuwe mtu wa kuomba kwenda huko. That is the reason as to why you are told, my friend, nisikupate unless. Unaona wewe sasa umenipea reason. Mzazi hataki niombe. Mimi mzazi akinitandika hakuniambia reason yote. Wako ni mzazi alinitandika. Yeye alinitandika akaniambia usikule kwa jirani. Sikupewa reason. Siku hizi nikiongea na madhe ama mzazi, nitamshow before kuniletea story yote yenye utaraise kama makosa, nipe reason mbona unaniletanisha juu pia mimi niko na reason ya kufanya kitu nilifanya. So mimi kama mtu hii nimeenda kudishi kwa jirani, niko njaa sikupata kwa nyumba. Okay, siwezi jipikia. Let me tell you this. You know, our African parents don't have to tell you hawako kama hawezi wa compare na wazungu. That is something that you're trying to point out. African parents wetu wanakulea na venye wao pia walilelewa. Si lazima ati akupatie reason juu yeye ana expect yeye kama mzazi wako inafaa like whatever he or she is telling you ni right. You don't have to question it. Those are our African parents. Naona mambo mingi. Unataka upewe reason na mzazi. Si lazima kupatie reason. Wewe ujue tu umekosa. Doing that amekuchapa kwenda kwa jirani. Later on when you grow up, when you look back utakuwa zile za yes alinichapa kwenda kwa jirani. As much as hakuniambia mbona, right now unaona zile za yes alinstill ile moral yenyewe amesema ya kutoenda kwa jirani kuombaomba. Plus ile design unaenda kwa jirani. Unajua kama mtoto uweziona ile instinct ya akukuzaa ya kuambia toka. Lakini mzazi wako ataona kwani like kwa akili yake anajiambia ule mzazi mwingine ako zile za your mother ndo anakutuma uende kukula huko. So like yeye hataki kuonekane akulisha kama alafu na wewe unasema ati yako unapewa reason. Unajua ukipigwa alafu uulize mbona unanipiga, wewe ni makosa mengine. Unauliza mbona nakupiga? Mtoto ananikosea heshima. Sawa. Question. Director niambia time is up. So tukiwaenda mtandao wetu na hicho topic tunafaa tuendelee zaidi. Tukue na part 2 bado. But sasa tukiwaenda nataka tu mniambie vile mliraise hivyo the hard way inawamoldaje in terms of decision making saizi, vile una view vitu, the society, your perspective towards life, na if time ya watu wako ikifika kama watakula mboko utawaintroduce kwa kuni ama mtakuwa mnakaa chini mnaambia baba usifanye hivyo sawa. Tuanze na hapa. Mi in as much as nasema nilipitishwa hard life, nitasema niko grateful juu sasa niko vile niko juu. Walinilea vile walinilea. Sasa siwezi enda kwa jirani nikule ovyo juu nilikatazwa. Hata sasa kwa society kuingia kwa mtu kukula ovyo ni kitu yenye nishajua niko. But mtoi wangu mimi nitamraise bila viboko. Viboko itakuwa ni ile moja ile time inabidi. Lakini
Viboko si lazima. Ukiongea na mtoi atakusikiza. Na mtoi ako na akili. Ita grow na ita develop hivyo. Atajua kitu yenye ni wrong ni wrong, kitu yenye ni right iko right. Bora ajue reason. Mlebo? Same case. Adi mimi like as a parent, like future parent, nataka kukuwe na ile communication ya mimi na mtoto. Like I understand mbona yeye anafanya hivi na hivi, na pia yaelewe mbona mimi sitaki afanye hivyo na hivyo. Like communication to like tukiadapt si mbaya kuadapt nini western way ya ku bring up mtoto. Juu staki pia yeye ati apitishiwe like niseme ati nimpatie zile punishment babangu alikuwa ananipea. Juu saizi ukipatia mtoto punishment kama hiyo, trust me, mtoto atakuchukia. You want your kid to hate you, no? Na mbona uko hate? Ndio nakwambia saizi kwa hii era ukisema ati uweke mtoto wako kwa kitu kama hiyo, mtoto atakuchukia sana. Roy Bevan, as a parent. As a parent. Kwanza mom, asante sana kwa kunilea. Hiyo venye ulinilea the same way. Hope na wengine watakuwa wanalelewa. Yes, communication. Baada ya communication ilikuwaga. So nyinyi mnaongelea communication, sijui it was there. Na kuchapa kwa sababu ya hii na unanyoroshwa. So my kids, bro, kiboko ni lazima. Communication ni lazima, obvious. Lakini discipline very important. Hiyo mimi the way nililelewa imefanya mimi nikiona any person mwenye ni age mate wangu, huyo ni bro. Hata hapo anatoka wapi? Bro. Any person mwenye ni age mate ya mave, huyo ni mama. Na kufanyia ubagui na hakuna respect iko mutual. Age mate ya mzae, huyo ni buda. Sawa? Unless ni relative wake ndio tuseme ni uncle. But tunaelewa kwetu ni baba na ni hivyo. Age mate ya shosh ni shosh. Unaona? So hivyo ndio mimi nimeelewa. So discipline ni must. Na imenisaidia hivyo. Wadau. Mazi hapa ni kumoto. Topic ni moto. Wow. We, kama si director kuniambia mazee idhaa ni mbaya. Hapa tungeendelea hadi jioni. Hapa mngekesha hapa sana, mngekesha. Anyway, wacha watu waambie on the socials tunawapata wapi, alafu we wrap up the show. Au sio? Twende kazi. Instagram @_y.ella. Twitter Jabajuice ama Yelsinkio. Kabisa. Sis auto hiyo. Inaanza tuna S. Instagram Sylvendra Sweets. Hapo tu. Na WhatsApp mtamuuliza namba baadaye, mtamtumia email. Ashanipea namba. Utawapea. Bro. YouTube Edouts Productions. Hiyo ni YouTube. Facebook page Edouts Productions. Mimi pia niko Facebook Roy Kusimba. Jungleman, that is Twitter. Jungleman tu hivyo. Then Instagram ni RoyBevan_03. Kabisa. Mmewasikia, mnaweza kupata on the socials. Mnaweza bonga 2-3 huko, mnaweza connect. Huyu mdemu mlisikia kwa single. Ninja. Fanya hiyo kitu. Si competition is here, jamaa. Ama utaki competition? Kupeana namba imaanishi. Ashasema. Wadau dance kama zile episode imekubamba, ipatie thumbs up. Na kaija kuna expose ni fiche. Fanya hiyo kitu, lakini hapo comment section niambie nini naweza fanya ndo next time iache kwa hivi, iko hivi. Pia mazee share, ambia mbogi mazee wa watch, na usisahau kufinya hiyo subscribe button mazee. Fike 1000 juu. Fike hiyo 1000 subscribers. Au sio? Mazee nashukuru sana for tuning in. Ni juu yenu mazee, tuko hapa. Kama kuna topic unataka tuongelee, iacha hapo kwa comment section. Kama kuna guest unataka toke kwa show, niambie na mimi nitacheza kimimi. You know what I do, ndio? You know how I do what I do? Okay, so it's not my thing. It's not my thing. Anyway, wadau, till next time. Same time, same place. Au revoir.